Gavana wa Nyeri nchini Kenya Mutahi Kahiga amejikuta matatani na kulazimika kuitwa mbele ya Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Maridhiano nchini Kenya NCIC kutoa maelezo rasmi kuhusu kauli zake zilizozua utata kuhusu kifo cha mwanasiasa nguli wa Kenya na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Hii ni TriGen Media. Maneno yaliyomgharimu gavana huyo ni ile kauli yake iliyozusha hasira hizo mara baada ya kusema kuwa kifo cha Raila Odinga ni mpango wa Mungu ili ukanda wa Mlima Kenya upate faida kutokana na rasilimali za serikali ambazo zilikuwa zikitumika katika maeneo mengine. Maneno yaliyomgharimu gavana huyo ni ile kauli yake iliyozusha hasira baada ya kusema kuwa kifo cha Raila Odinga ni mpango wa Mungu ili ukanda wa Mlima Kenya upate faida kutokana na rasilimali za serikali ambazo zilikuwa zikitumika katika maeneo mengine. Gavana Kahiga alidai kuwa makubaliano ya kisiasa kati ya Rais William Ruto na hayati Raila Odinga yangebadilisha vipaumbele vya maendeleo ya serikali na badala yake kuelekezwa zaidi katika kanda ya Nyanza, hali inayodaiwa kufanya mkoa wa Mlima Kenya kupoteza fursa za kimaendeleo. Hata hivyo, kwa mujibu wa tume hiyo ya NCIC imesema kuwa kauli hizo zinaharibu kwa kiasi kikubwa juhudi zilizofanywa kudumisha amani na mshikamano wa kitaifa na kwamba gavana Kahiga anapaswa kuwajibishwa kutokana na kauli zake hizo. Tume pia imetoa karipio kali kwa kauli za aina hiyo na kwamba si tu zinahuzunisha dhidi ya historia nzuri ya mwanasiasa huyo Raila Odinga, bali ni doa hata kwa taifa pia na kuzusha migogoro ya kikabila na ya kijamii. Kauli hizi za gavana Kahiga zimemgharimu na zimesababisha baraza la magavana kuamua kwa kauli moja kumuondoa gavana Kahiga katika nafasi ya makamu mwenyekiti baada ya yeye mwenyewe kutangaza kujiuzuru. Kauli hizi za gavana Kahiga zimemgharimu kwani zimesababisha baraza la magavana kuamua kwa kauli moja kumuondoa gavana Kahiga katika nafasi ya makamu mwenyekiti baada ya yeye mwenyewe kutangaza kujiuzuru. Katika hatua nyingine ni kwamba inaonyesha kuwa amejutia hilo. Gavana Kahiga aliomba radhi kwa familia ya Raila Odinga, chama cha Orange Democratic Movement ODM na wananchi wa kanda ya Nyanza, akibainisha kuwa maneno yake yalikuwa ya kibinafsi zaidi na haya kuwakilisha maoni ya watu wa Nyeri wala baraza la magavana. Waswahili walisema kuwa mdomo uliponzwa, kwani huenda kwa sasa Mutahi anajisemea moyoni kwamba laiti ningejua nisingelisema haya. Hii ni TriGen Media.